Leo nitakufahamisha kwa undani kuhusu huyu mdudu kumbikumbi, lakini kabla hatujamfahamu kwa undani, wacha nikujuze kumhusu huyu malkia wa mchwa. Malkia wa mchwa ndiye mzalishaji mkuu wa mayai kwenye koloni. Yeye ndiye anahakikisha kizazi cha mchwa kinaendelea. Koloni linaweza kuwa na maelfu hadi mamilioni ya mchwa, na wote wanatokana na mayai yake. Kazi yake kuu ni kutaga na kutoa harufu maalumu inayodhibiti utaratibu wa koloni na majukumu ya mchwa wengine. Mwili wake ni mkubwa mno. Anaweza kuwa mara 100 hadi mara 300 mkubwa kuliko mchwa wafanyakazi. Tumbo lake limepanuka sana, lenye umbo la mviringo au refu lenye ngozi nyororo. Kwa sababu ya ukubwa huo, hawezi kutembea mwenyewe. Mchwa wafanyakazi humhudumia. Kwa mfano, wanaweza kumlisha, kumsafisha na hata mchwa wa mabawa. Hawa sasa kumbikumbi sasa watatoka nje kuruka na kuanzisha makoloni mapya. Hapa sasa utakuwa umepata picha kumbikumbi anapatikana wakati gani na kumbikumbi anatoka familia gani. Kumbikumbi ni mchwa wa majira ya kuzaliana, wanaotoka nje ya koloni mara moja au mara chache kwa mwaka. Ni mchwa wenye mabawa marefu mawili. Mara nyingi vijijini mvua ikishanyesha basi kumbikumbi hao wanatoka hizi nyakati za majira ya mvua. Kumbikumbi hutokea mara nyingi baada ya mvua ya kwanza, wakati ardhi ni yenye unyevunyevu na joto limepungua kidogo. Hapo wanatoka maelfu na maelfu kutoka kwenye matundu ya mchwa. Huu ni wakati wa kuanzisha makoloni mapya, ndio maana ni kipindi cha kuzaliana. Kumbikumbi wa kiume na wa kike huruka pamoja. Wakiwa angani au wakishuka chini, wanatafuta wenza wao wa jinsia tofauti. Baada ya kuungana sasa, wanawavunja mabawa yao, ishara ya kwamba sasa hawatarudi kuruka tena. Kumbuka kumbikumbi ni mchwa wanaopaa. Kwa hiyo namna wanavyoenda kuanzisha koloni, wataruka, baadaye watadondoka na yule dume atamvunja mabawa huyu jike ili asiweze kuruka tena, naye mwenyewe atajitoa yake ili hivyo. Watafanya katundu kadogo chini ya ardhi, ndipo hapo utengeneza koloni jipya. Yule wa kike hugeuka kuwa malkia wa mchwa na yule dume huwa mfalme wa koloni. Sasa unaweza kuniambia ni jamii gani inaongoza kwa kula kumbikumbi? Je, ni Wasukuma, watu wa kanda ya Ziwa? Na unaweza kusema pia wewe ni lini unakumbuka mara ya mwisho umekula kumbikumbi?